kujielewa, kujifahamu. Amen, amen. Anasema wale wanawake wakatumika, wakamtumikia Yesu. Sema wakafanya nini? Wakamtumikia Yesu. Sema amen. Na walipotumika, Yesu alijisikia fahari kuona wanawake wamemzunguka. Lakini una wanawake wengi kama pale Iringa na wanawake karibu wote. Lakini mambo yanavyoenda tofauti na jinsi tunavyoona. Kwamba wanawake ni wengi kuliko namna mambo yanavyokwenda. Sema amina kanisa. Ni muhimu sana tukajua kwamba mpo kanisani, nyinyi ni jeshi. Na kama nasema ni jeshi kubwa, ni kweli nyinyi ni jeshi kubwa. Maana ya jeshi linafanya kazi kwa ushirikiano. Maana yake wanawake wakikubaliana pamoja jambo, hakuna mtu anaweza kuzuia jambo lao. Amen. Sema amina kanisa. Amen. Sema amina kanisa kubwa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Tamanio langu ninapotaka kumaliza hii semina yangu. Haleluya kanisa. Amen. Mmemaliza chakula chenu? Tamanio langu ninapomaliza semina yangu. Haleluya kanisa. Amen. Natamani kuona baada ya semina hii kila kanisa niwasikie wachungaji wakisema, mchungaji, ile semina ya kina mama imemfungua mama mmoja pale kazani kwangu. Yule mama ameanza kusupport maono, ameanza kutumika. Na wakati mwingine sio pesa. Kwani kanisa kunahitaji pesa? Kupanga vitu unahitaji pesa? Hapana. Inafika mama eti hajui kiti kimepangwaje kanisani. Mchungaji anapanga kiti. Ndio. Alafu kwa heshima kabisa unakuja kazani, unakuja unakalia kama hapa. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Kiti kapanga mchungaji wako asubuhi. Ndio. Alafu mwanamke yupo. Ndio. Hivi kuna mambo mengine ndugu zangu wa mama, mnakosa baraka kwa sababu ya ninyi kuto kujua nini cha kufanya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Unamkuta mchungaji anaangalia kuongea mapambo, useme kaaje? Sio imefanya. Wanawake wamekaa kanisani. Ndio. Na sasa Mungu nyinyi mnawachungaji wanawake kama hivi, hapo anaweza kuwa anaona. Sasa sisi kama mimi mnamtoji mimi mbaba kama mimi. Alafu unategemea baba aanze kupamba, baba aanze kufikiria kupanga vitu. Kuna mambo hayakubariki ndugu zangu. Ndio. Ifike mahali ujivunie kuwa kwenye huduma hii na useme mimi nataka niandike historia, jina langu litajwe. Litajwe kati ya watu ambao wanaendea huduma hii. Mimi litajwe. Amen. Niliwahi kusema mahali fulani, mwanamke ni jicho la kanisa. Ndio. Mwanamke anapaswa kuona visivyoonekana. Ndio. Mwanamke anapaswa kugundua kile kinapaswa kuwa pale. Mbona mkiwa ni bani kwenu mnasemaga hapa ingekaa free? Kabisa. Hapa ingekaa ua. Mnasemaga hapa ningetandika kitambaa cha blue. Mbona mnapambaga? Kwa nini kanisani hamtaki kuona? Si kwamba hamuoni, mnajilazimisha, mnajifanya kwamba hamuoni, mnaona. Ila mnashupaza shingo. Ifike mahali mwambie Mungu, niko hapa, Mungu nitumie. Nitumie kwa ajili ya kazi yako. Ni kweli mimi sio mtu mzuri sana, lakini naweza kufanya hichi kitu. Naweza kusupport haya maono. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mabinti mpo? Amen. Mabinti wote mnaonisikia kutokea hapa, sema amina kanisa. Hauna mwanamume, ni aibu kutembea na mume wa mtu ukiwa bado msichana mdogo. Bwana mpige makofi. Wewe mnafurahia? Mnafurahia? Narudia tena, ni aibu. Amina. Eti binti yangu hivyo ulivyo sasa unakujitwisha. Mjibaba. Mjibaba mkubwa unajitwisha na unaondoka naye. Babu zee. Nisikilizeni nyinyi watu. Kwa sababu sasa na mabinti na mama, nikiongea na mama tu itakuwa ninakosea sana. Ndio. Wacha na hawa nipigilie kidogo msumari. Sema amina kabisa. Ndio. Sema amen. Amen. Binti wengi wanaojiamini lakini hawaaminiki. Ndio. Ila wanajiamini. Ila hawaaminiki. Hata ukiangalia pasa zao ni kama watu hivi. Usoni kama watu, moyoni hawana utu. Imani imetoweka. Ndio. Mabaya yanaongezeka. Ndio. Ukiangalia hivi kama watu, ukiwakuta baba askofu, Bwana asifiwe. Ndio. Unasema malaika wa Mungu ndio huyu. Kwa utaratibu kabisa. Ameshuka kanisani ndio huyu. Amen. Ngoja aende hapo nyuma kidogo ya hiyo kanisa. Ndio. Umuone yule anasema Bwana asifiwe. Nilimwambia siku moja nilipata tabu sana. Ndio. Miaka ile. Ndio. Pastor yule uko pale. Ndio. Miaka ile. Ndio. Enza kina Deborah. Ndio. Kuna binti wengi sana pale kanisani.
Ndio. Hakuna siku iliniumiza moyo wangu siku natoka kanisani kwa miguu. Na asante Mungu na gari, sionanage na bodaboda njiani. Amen. Hicho kipindi nimemaliza ibada pale Mwangata, napandisha pale kona nikapande bajaji niende wapi? Isakari. Napita pale mabinti zangu kama hivyo wametangulia mbele, wamepita pale. Ndio. Mimi natokea nyuma yangu napita hivi na mimi napita pale. Unajua wale vijana walisemaje? Ndio. Wakasema yule demu natoka naye, mchungaji wake ndio huyo hapa. Nasikia hivi, leo niuma. Alafu demu mwenyewe ananiambia ndio mbeba vitabu vyangu kanisani. Hapo sasa. Ndio mimi namwamini kwamba huyu ndio muongoza maombi ya kanisani. Leo iliniuma mimi hiyo siku. Ndio. Nilihisi kama navuliwa nguo. Unajua ni kwa nini? Kuna wakati ni kweli mwili ni wa kwako, lakini matukano ni kwa ajili ya kanisa na mchungaji wako. Binti ukifanya ujinga leo, basi anasali kwa Pastor Winnie. Ndio. Kwa Pastor Winnie. Na kitendo cha wewe kusali kwa Pastor Winnie ni utambulisho wa kanisa. Ndio. Kitendo cha wewe kuvua nguo kila mahali ni unalivua nguo kanisa. Sio wewe, unalivua nguo kanisa. Ndio. Msikilizeni mabinti. Mnisikilize mabinti. Ni kweli unapata starehe kwa dakika chache, lakini unaliachia kanisa mateso. Unaliachia kanisa maumivu. Unalisuluhisha kanisa. Inafika mahali Winnie anatoka mtaani, anaenda kuhubiri mtaani. Bwana asifiwe. Mimi ndio Pastor Winnie na ubiri. Wewe ndio Pastor Winnie? Haya tumekusikia. Wanakumbuka yule binti yao anaingia hiyo nyumba kwa kijana, bodaboda pale mtaani. Injili na sasa kama wokovu wenyewe ndio huu. Tunaendaje kusali? Bwana maisha hili yale yale. Leo inafika mahali watu wanashindwa kumjua Mungu kwa sababu ya hawa mabinti zetu. Mabinti zetu hawaaminiki tena. Nalichafua kanisa. Nalifua nguo kanisa. Amen. Ndio. Na kwa bahati mbaya tumetaji kwa sababu ya washirika. Hatukustahili matusi tunayopata, lakini tunatukana kwa sababu ya watu. Tunadharauliwa kwa sababu ya washirika wetu. Tunaonekana si chochote. Juzi nilipigiwa simu na mwanaume mmoja akaniambia, "Wewe sio mchungaji. Huyu mke wangu mbona aniheshimu? Mbona mke wangu aniandalia maji ya kuoga? Ndio ninapofundisha kwa kanisani." Nikasema, "My God." Kumbe wakati mwingine mambo mengine wachungaji wanalaumiwa kana kwamba hatufanyi kazi sahihi. Lakini kuna watu wamekataa kujitambua ndani ya kanisa. Kuna watu wamekataa kujitambua. Leo inafika mahali yaani watu wanaheshimu mchungaji, wala sio jambo baya kuheshimu mchungaji, lakini nyumbani haheshimu familia, haheshimu watoto, haheshimu mke wake. Wewe kama una kanisa lako bana mabinti. Msaidie binti ajielewe. Hivi vya wanaume havifugiki. Pastor ni hivyo? Kwanza havijawahi kuokoka na havitaokoka kabisa. Haviwahi kuokoka. Hawa hawawezi. Na ndio maana sasa ukikuta kanisa na mabinti hawajitambui. Na una vijana wenyewe hao ndio hawajitambua. Sasa hao ni fimbo tu, ni kuchapa tu mkaanza kwa chapa. Na wanapitia huyu anapitia msemasi mwimba kwaya. Kanisa linavuruga, unakuta kanisa limevurugwa. Amen. Na wanakuja wanasema Bwana amenionyesha. Kabisa. Bwana amenionyesha. Na wewe ukisikia Bwana sema kama ni Bwana. Ni Bwana. Maana wote waliokutongoza hawajawahi kusema Bwana. Kabisa. Walisema tu mimi ndio nakupenda. Alafu umeingia chechi unasikia Bwana amenionyesha. Unaona sasa? Unasema hii ndio muujiza wenyewe. Bwana nikasema kabisa. Amen. Sema amina. Lazima umuelewe huyo Bwana aliyemuonyesha ni Bwana gani. Lazima ni Bwana Pepsi. Kabisa. Umesikia vizuri? Uwe makini na huyo Bwana anayemuonyesha habari zako. Kabisa. Niliwahi kusema hivi, mabinti wengi wa kilokole mpaka mnakuja kufunga ndoa, ukweli mnakuja kubariki ndoa. Amen. Kabisa. Unaona unaingia unasema umenyoka hawa. Ngoja nikueleze. Amen. Ngoja nikueleze kitu hiki. Ndio. Mwanaume hawezi kustahimili kuishi bila tendo la ndoa. Hayupo anayeweza. Nikwambia mimi leo hii, kama una mchumba, wewe ni binti, atakayemsaidia mwanaume aingie kwenye ndoa bila kushiriki tendo la ndoa ni binti mwenyewe. Amen. Niamini kwamba ni binti mwenyewe. Yaani binti asipojielewa, sijamuona mwanaume wa kusurvive wa kuvumilia mpaka ndoa mfunge, hayupo. Amina. Mimi sijamuona. Mnanielewa mnielewi?
Ngoja niwaambieni, mimi kiachilia mbali kuwa mchungaji, mimi ni mzee. Nina mambo mengi ninayojua. Sema amina kanisa. Kuna mtu mmoja aliniambia, "Hivi baba, kuna kitu ukijui?" Mimi hakuna nisichokijua. Ndio. Amen. Ukitaka style za mapenzi njoo nifuate nikufundishe. Unanisikia? Amen. Unanisikia? Amen. Unanisikia? Amen. Mungu hakunichagua kwa bahati mbaya. Aliniita nikiwa baba, akijua ninajua mambo mengi. Naweza kunisaidia kanisa. Amen. Sema amina kanisa. Amen. Pazia la hekalu lilipasuka ili kumsaidia mwanamke kuingia panapo nafasi. Ndio. Amen. Na hakuna mwanamke anayeweza kujitambua kama halisomi neno la Mungu. Yes. Ndio. Amen. Kama neno la Mungu kwake si kipaumbele. Ndio. Kwa sababu ndani ya neno la Mungu ndiko kuna kumpa mtu ufahamu wa kumjua Kristo, wa kutambua nafasi ya mtu. Na ndio maana Biblia inasema, enyi wake ishini na waume zenu kwa akili. Na Biblia inasema iko roho ndani ya binadamu na pumzi ya Mwenyezi wapa watu akili. Alafu zingatia maneno hayo, anasema hivi mwanamke, anasema ngoja niongee kitu kidogo hapa mtanisikia vizuri. Anasema hivi, enyi wanawake ishini na waume zenu kwa nini? Kwa akili. Wanaume ishini na waume zenu kwa nini? Kwa akili. Kama? Kwa akili. Nudia tena. Mwanaume aishi na mwanamke kwa akili. Alafu anasema kama? Hebu nitafutie ule mstari mwingine unasema wanawake ni kiumbe dhaifu. Hapo nitafutia hapo. Kitabu cha nini? Unajua kwa nini akili? Mwanaume anatakiwa aishi mwanamke kwa akili. Sema kwa akili. Alafu mwanamke anatakiwa aishi mwanaume kwa nini? Kwa utii. Utii pekee yake haitoshi, kwa hekima. Sema kwa hekima. Kwa nini jamani? Kwa hekima. Sema amina kanisa. Na kama ni kwa hekima, hekima inatoka wapi? Kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Bali wapumbavu ufanyaje? Hamjapata huo mstari.